Mimi kwa majina naitwa Hassan Moshi, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Rorya. Lakini leo na kofia zote mbili, katibu wa Chama cha Mapinduzi na kaimu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya yetu ya Rorya, ambaye mzee Ungujo alipaswa kuwa kiongozi mkuu katika msafara huu. Ziara yetu imeanza vizuri toka asubuhi majira ya saa 3 mpaka hapa tunapohitimisha siku ya leo. Lengo kubwa ni kuhakikisha tunafuatilia miradi ambayo inatekelezwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa ngazi yetu ya wilaya katika sekta mbalimbali. Leo tumetembelea miradi katika sekta kubwa 3. Sekta ya afya, tumeenda sekta ya elimu, lakini na maendeleo ya jamii kwa maana ya vikundi vile vinavyokopeshwa fedha kupitia halmashauri zile ya 10%. Na tumeridhishwa. Vikundi ambavyo tumevitembelea vimeonyesha kuimarika na kuendelea kukopeshwa na wakati huo wanarejesha fedha vizuri. Na changamoto ambazo tumeziona ni za kawaida, hasa wakandarasi kutokumaliza miradi kwa wakati. Na changamoto hii ukifuatilia sana unaambiwa mchakato ule wa kuwapata toka fedha zilipoingizwa inachukua muda mrefu katika mfumo ule wa Next. Kwa hiyo tunaendelea kuhimiza kwamba kama kuna kujitokeza miradi, basi ushindani uwe mkubwa kwenye mifumo ili tuweze kupata wakati mwingine mkandarasi ambaye yeye mwenyewe ana maso za kwake, ana nguvu ya kuweza kupambana kwa fedha zake kusukuma mradi wakati michakato mingine ya ndani ikiwa inaendelea. Kwa jina naitwa Dr. Ule, ni mkuu wa wilaya ya Rorya. Siku ya leo tuna kamati yetu ya siasa ya wilaya ya Rorya kiongozwa na mwenyekiti ambaye ni katibu wa CCM wa wilaya, inafanya ziara kukagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa CCM kwa kipindi cha kuanzia mwezi Julai mpaka Disemba mwaka 2025. Na ziara yetu leo tumekagua miradi karibu 4. Kulikuwa na shule ya sekondari pale Kowaki, shule mpya ambayo imejengwa kwa ajili ya kuwapunguzia umbali mrefu wanafunzi ambao wanasoma kwenye ile kata ya Nyathorogo. Kwa hiyo kwa pale wameangalia ujenzi wa shule mpya na kuona wanafunzi wanapopata huduma ya elimu. Lakini pia wamepata nafasi ya kutembelea kituo cha afya cha Kuruya na Rabo ambavyo vimejengwa na hapo pia vinakusudia kusogeza huduma karibu na wananchi. Na hapa Ruhu tunajenga kituo cha afya. Zahanati kama unavyoiona, zahanati inaendelea, ni zahanati ya siku nyingi na kulingana na idadi ya wananchi wa eneo hili. Kwa hiyo watu ni wengi kwenye eneo hili la shughuli za uvuvi. Kwa hiyo ujenzi unaendelea. Tunawashukuru wananchi wa hapa Ruhu, wameanza jengo hili kwa gharama zao wenyewe karibu milioni 40, na sasa hivi serikali imetoa fedha, tunakamilisha hili jengo. Tutaendelea kujenga majengo mengine ili huduma zile za kituo cha afya badala ya kwenda Kinesi ambako ni mbali zitakuwa zinatolewa hapa. Sana nichukue nafasi hii kumshukuru Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutupatia fedha za kuboresha miundombinu ya kutolea huduma, hasa elimu, shule za msingi na sekondari, na sasa hivi kwenye zahanati na vituo vya afya. Nichukue pia nafasi hii kuwashukuru wananchi wa Ruhu kwa kuendelea kujitolea na kushiriki kwenye shughuli za ujenzi wa miundombinu hii ambayo itaboresha huduma za afya kwenye eneo hili la Ruhu. Kwa wasimamizi wa vituo mradi huu tunajenga kutumia force account. Kwa hiyo niwashukuru wale walioteuliwa kwa zile kamati 3 kwa namna ambavyo wanaendelea kusimamia. Ombi letu tu waendelee kuwa waaminifu, waendelee kuwa wavumilivu, wasimamie kuhakikisha mafundi wanakamilisha kazi kwa wakati. Lazaro ni mmoja ya msimamizi wa mradi na mkurugenzi wa kampuni ya Nazafa Company Limited, ndiye wakandarasi wa kituo cha afya Kuruya. Tumeupokea huu mradi tarehe 14 mwezi wa kwanza, na kama unavyoona tunatekeleza kujenga majengo 5 ambayo ni OPD, maabara, maternity na theater pamoja na laundry. Na kama unavyoona tuko katika hatua nzuri, majengo 2 yako katika nafasi ya renta, na jengo hili tunaendelea na umwagaji wa zege. Kwa hiyo tunaamini kwa muda tuliopata tutatekeleza kazi vizuri, na tunaamini kwamba ile imani tuliyopewa basi tutaitekeleza sawa sawa na ambavyo
tumekabidhiwa. Asante sana. Naitwa Victoria Deus Wambura, ni mwenyekiti wa UWT katika kata ya Ketu ya Kiang'ombe. Tunashukuru sana ujio huu wa mwenyekiti wa CCM wa wilaya kututembelea katika mradi wetu wa zahanati ya Kiang'ombe. Tunashukuru sana serikali yetu ya Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, kwa kutuwezesha kutupa pesa za kuweza kujenga zahanati kituo hiki ili kuwakomboa wakina mama wajawazito walikuwa kiteseka kutoka katika kata yetu kwenda kijiji jirani ambacho kituo cha afya Kinesi. Mimi naitwa Bwana Joseph Michael Wakitama, katibu wa CCM kata ya Kiang'ombe. Nashukuru sana mkuu wa wilaya kwa ziara ambayo ameiongoza kwa maana ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha wazi kwamba inakagua miradi inayotekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayosimamiwa na Mama Samia Suluhu. Kiujumla, ziara hii imetupa faraja kuonyesha wazi kwamba serikali iko pamoja na wanakiang'ombe wote kwa kuhakikisha wazi kwamba miradi hii iende kama ilivyokusudiwa. Sisi na ziada zaidi ni kuwaombea Mwenyezi Mungu tena serikali hii ituongezee fedha nyingine kwa ajili ya kuongeza majengo mengine yanayohitajika ili kituo chetu kiweze kusomeka vizuri kama ni kituo cha afya.